بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Katika darasa yetu iliyopita tulijifunza kuhusu nafasi ya mwanamke katika jamii, na tulitizama jamii mbalimbali kabla ya Uislamu, na lengo hasa lilikuwa ni kumulika kwamba jamii ambazo si za Kiislamu ziliamiliana vipi na mwanamke. Kwa hivyo katika darasa iliyopita tulijaribu kuona jamii ya Wagiriki kwamba wanamtazamaje mwanamke, wanamweka katika nafasi gani, wanaamiliana naye vipi. Vile vile tukaona mwanamke katika jamii ya Kirumi, mwanamke katika jamii ya Kiyahudi, mwanamke katika sheria za Hammurabi, mwanamke vile vile katika jamii ya Kiyahudi, ya Kinasara, ya Kiarabu kabla ya Uislamu. Lakini vile vile mwishoni tulielezea nafasi ya mwanamke katika jamii ya Waafrika, kwamba Waafrika wanamtazamaje mwanamke, wana muamala gani wa kiakhlaqi na mwanamke. Sasa lengo ni kutaka kutizama akhlaqi kwa maana ya kwamba je, muamala upi wa jamii ipi ambao ni wa kibinadamu zaidi, ni wa kiakhlaqi zaidi. Na tukasema ni kwa sababu Uislamu unatuhumiwa duniani kwamba unamdhulumu mwanamke, na vyombo vya habari mbalimbali vimefanikiwa kushawishi ulimwengu kuamini kwamba Uislamu unamdhulumu mwanamke. Kwa hivyo kubwa tunalotaka kulifanya ni kujaribu kuweka uwiano baina ya jamii mbalimbali na jinsi ambavyo zinamtizama mwanamke. Sasa katika maelezo tuliyoyaeleza katika darasa zilizopita tumeona hali mbili. Kiarabu wanasema baina al-ifrati wa tafriti. Tumeona kuna wale waliompokonya mwanamke haki zote, hawakumpa haki yoyote ile. Na tukaona kuna wale waliompa na zaidi, manake wamevuka mipaka katika kumpa zile haki mwanamke, manake wamemuongezea zaidi ya haki zake. Lengo ni kuishia katika muamala wa Kiislamu juu ya mwanamke. Na mwanamke tumesema ni mke, ni mama, ni dada na wengine katika jamii. Sasa katika darasa yetu ya leo tunataka kumwangalia mwanamke wa sasa, baada ya kumuona mwanamke wa jamii ya Kiarabu kabla ya Uislamu, mwanamke wa Kiafrika na jamii zile ambazo tumezipigia mfano. Mwanamke wa sasa kwa lugha nyingine tunaweza tukamuita mwanamke wa kisasa. Huyu mwanamke yuko katika nafasi gani? Pale alipo, manake tutatizama vitu viwili. Pale alipo au alipowekwa. Manake anaweza akawa yuko katika nafasi ile au amewekwa katika nafasi hiyo na jamii ya sasa ambayo imemweka mwanamke mahala fulani, na inataka jamii zote ziige, zimfikishe mwanamke mahala pale kwamba ndio mfano, ndio qimma, kwamba mwanamke aliyekomboka ni mwanamke sampuli hii, na jamii zote zimfikishe mwanamke pale. Sasa kuna vitu viwili. Kwanza kutizama alipo au alipowekwa mwanamke wa sasa hivi. La pili ni kutizama yale ambayo bado hajayafikia lakini anayapigania kwamba afikie. Kwa hivyo yuko katika position fulani, nafasi fulani, na kuna mambo bado anayapigania kwamba apewe na jamii
ili aweze kufikia katika nafasi fulani. Haya ni mambo mawili ambayo tutayatizama. Na kwa hakika tunachokifanya ni kutoa tu mifano ili tuweze kukompea au kuuyanisha na mwanamke wa jamii ya Kiislamu. Sasa ili kumfahamu mwanamke wa zama hizi wa kisasa, ni lazima tufahamu mfumo unaotawala sasa hivi duniani kote, na ambao katika baadhi ya maeneo ambayo mfumo huu haujafika, wanabanwa watu wale kwamba watekeleze mfumo huo kwa sababu ndio wa ukombozi zaidi. Kwa hivyo ili kujua nafasi ya mwanamke wa sasa hivi, ni lazima kujua mfumo unaotawala jamii ya sasa hivi, kwa sababu mfumo huo ndio uliomweka mwanamke katika nafasi hiyo. Sasa labda kufafanua zaidi, yani ili kumfahamu mathalan binti mwenye maadili ya Kiislamu, lazima utizame familia ambayo ina maadili ya Kiislamu sawa sawa. Yani kama familia imetekeleza sawa sawa maadili ya Kiislamu, yule binti pale katika familia ile atakuwa anawakilisha ule mtazamo wa Kiislamu kwa mwanamke, kuanzia mavazi yake, maingiliano yake na wanaume na mfano wake. Sasa kumjua mwanamke wa sasa hivi, ni lazima ujue mfumo unaotawala kwa sasa hivi, kwa sababu ndio mfumo uliomweka mwanamke pale alipo. Kwa hivyo ni vizuri ujadili kidogo ule mfumo, kwa sababu ndio chanzo cha mwanamke kufikia hapo alipofikia. Sasa dunia tuliokuwa nayo leo, na mfumo wa kiuchumi, wa kisiasa na hata wa utamaduni ambao unamhusu mwanamke zaidi katika haya tunayozungumza, ni mfumo wa kibepari. Kwa hivyo duniani kote ndio mfumo unaopiganiwa. Tanzania hata kama ikisema kwamba ni jamii ya kijamaa na katiba yake ikasema kwamba hii ni nchi ya kijamaa, lakini kuna viashiria vyote vya kibepari. Kwa hivyo jamii ya Kitanzania ni ya kibepari kwa sasa hivi, na ulimwengu mzima ni ulimwengu wa kibepari kwa sasa hivi. Kwa hivyo mahala ambapo yuko mwanamke sasa hivi na nafasi aliyopewa katika jamii, ni nafasi inayotokana na mfumo wa kibepari. Ule mfumo ndio umempa nafasi hiyo alokuwa nayo leo hii. Sasa mfumo wa kibepari unaweza ukazungumzwa katika sura tofauti. Katika darasa yetu hii hatuna nafasi ya kuzungumzia ulianza vipi, ulikuwaje na una tabia gani, ni maelezo marefu. Kinachotakiwa ni kugusia ile nyanja au zile nyanja zinazomhusu mwanamke. Kuna mambo mawili yamechangia sana katika mfumo wa kibepari kumfikisha hapa alipofika mwanamke. Jambo la kwanza kabisa ni mapinduzi ya viwanda ambayo yalifanyika Ulaya, na yalianza kwanza Uingereza, kiasi baada ya miaka kama 100 hivi yakaenea katika nchi nyingine za Uingereza kama Ufaransa, Ubelgiji, Hispania na nchi nyingine. Sasa katika mapinduzi ya viwanda, jamii iligawanywa katika matabaka mawili. Tabaka la wachache wenye kumiliki rasilimali, wenye kumiliki viwanda. Sasa wale wenye fedha, wenye mali wanamiliki viwanda, na jamii ya wafanyakazi ambao ni watumishi wa wale wachache wanaomiliki viwanda. Na tabia ya mtu bepari ni kutaka kunyonya na kupata faida zaidi. Kila mara anahitajia faida kubwa na kubwa zaidi, kwa sababu wanakuwa katika ushindani. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba wafanyakazi walikuwa wananyonywa sana, kwa maana ya kwamba wanafanya kazi kwa kipindi kirefu sana, masaa 10, lakini wanalipwa mshahara mdogo sana. Na vile vile hawapewi vitendea kazi, hakuna mafao. Zile haki za mfanyakazi zilikuwa hamna. Na ndipo paliibuka sasa vyama vya wafanyakazi kutetea haki za wafanyakazi, trade unionism. Lakini zaidi ya hapo, wafanyakazi
walipoona kwamba wananyonywa sana na hawana nafasi, waliamua sasa kuvunja mashine. Zile mashine za viwandani wakawa wanazivunja sasa. Kilichotokea ni kwamba baada ya mabepari kugundua hilo, na hapa ndipo kwenye nukta yetu ya muhimu, wakaona sasa watafute badala ambaye atakuwa ni rahisi kunyonywa, lakini vile vile hawezi kupinga, kureact. Kwa hivyo wakahamia kwa wanawake na watoto. Mabepari wakaanza kuajiri wanawake na watoto viwandani, kwa sababu wanawake na watoto walikuwa wanaweza kulipwa mshahara mdogo na walikuwa hawawezi kupingana na ile dhulma na ule unyonyaji. Mwanamke sasa akaanza kutoka nyumbani, kuacha lile jukumu lake la msingi la kuijenga familia. Na hapa mtu anaweza akauliza swali kwamba je, Uislamu hauruhusu mwanamke atoke afanye kazi? Tabani hili tutalizungumzia pindi tutakapozungumzia nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Lakini ndipo alipoanza kutoka sasa katika zama za kibepari, kwamba anaacha familia sasa, anakwenda nje akafanye kazi yeye. Na yeye alikuwa ni cheap labor, ni mtu ambaye ni rahisi kulipwa, gharama rahisi, kunyonywa bila kuresist, bila kupinga. Kwa hivyo familia ikaanza kuvunjika sasa, kwamba mwanamke sasa na yeye anachukua nafasi ya mwanaume, anatoka nje anafanya kazi. Hilo ni la kwanza. La pili ni vita kuu ya kwanza na ya pili. Tuchukulie mfano tu katika vita kuu ya kwanza. Katika vita kuu ya kwanza, kwa mujibu wa Muhammad Qutb katika kitabu chake Shubuhati Haula al-Islam, anasema katika Ulaya na Marekani, na hasa Ulaya, manake vita kuu ya kwanza na ya pili vinaitwa ni vita vya kibepari, kwamba mabepari walikuwa wanapigania rasilimali na uzalishaji na soko, wakafikia mahali kupigana. Kwa hivyo ni vita vya kibepari. Kwa hivyo anasema Muhammad Qutb kwamba takriban vijana 10,000,000 walikufa au walipata ulemavu ambao hawakuweza tena kufanya shughuli za uzalishaji. Lakini wanawake ni wachache sana walioathirika. Kwa hivyo baada ya kuisha vita, pakawepo na azma, pakawepo na tatizo kubwa, tatizo la uhaba wa wafanyakazi, rasilimali watu kama wanavyosema. Kwa maana ya kwamba pakawa na wafanyakazi wachache katika shughuli za uzalishaji kama katika viwanda na mfano wake. Ikawa sasa ni lazima mwanamke atoke ili azibe ile nafasi iliyobakizwa kutokana na wanaume wengi kuuawa katika vita kuu ya kwanza. Mwanamke akaacha familia, akatoka nje sasa kwenda kufanya kazi katika viwanda. Na kutoka kwa mwanamke maana yake sasa ni kuacha mwanya na nafasi ya malezi kuwa wazi, kwamba sasa familia haina ule ulezi halisi, kwa sababu mwanaume hayupo, mwanamke hayupo. Kwa hivyo alitoka kwa sababu hiyo. Lakini jingine ni kwamba kwa wakati huo huo wanaume walikuwa ni wachache tangu hapo, na siku zote duniani wanaume ni wachache kuliko wanawake, lakini wakawa ni wachache zaidi kwa sababu ya vifo vya wanaume wengi katika vita kuu ya kwanza. Sasa ile hali ya kwamba mwanaume mmoja anaoa mke mmoja iliwafanya wanawake wengine kukosa waume. Kwa hivyo pia wanawake wakawa ni bidhaa rahisi kwa wanaume. Wao ndio watafutaji wa wanaume, kwa sababu jamii ile ilikuwa haiamini kuoa zaidi ya mke mmoja. Kwa hivyo pia wanawake wakawa ni rahisi sana kwa wanaume, bali wanafanya jitihada kuwapata wanaume kwa sababu ni wachache, ni haba. Hili lilichochea vile vile uzinzi, uzinifu na uchafu katika jamii hii ya kibepari. Lakini ukitizama kwamba ile misingi ya kibepari yenyewe ndiyo imestawisha hali hiyo, kwa sababu vita vyenyewe ni zao la ubepari. Matakwa ya mabepari kutaka kuzalisha sana, kuwatoa wanawake ili wawanyonye, ni zao la ubepari. Kwa hivyo nukta mbili hizi
zina nafasi kubwa sana katika kumtoa mwanamke nyumbani sasa, kwamba atoke ili na yeye aingie uwanjani kwenda kupambana na mwanaume na yeye kufanya kazi. Kwa upande mwingine, kuna nukta nyingine mbili za muhimu za kuelezea hapa zinazounga mkono hizi mbili. Nazo ni majibu ya vipi na kwa sababu gani alitoka. Kwanza kabisa, kwa sababu yeye alikuwa ni bei rahisi zaidi kuliko mwanaume. Na mpaka leo hii mwanamke anatoka kwa sababu mwanaume au mbepari nia yake kubwa ni kutaka kupata wafanyakazi wengi, ambao ikiwa tayari kuna ushindani baina ya wafanyakazi anaweza akamlipa mfanyakazi bei anayotaka. Lakini wakiwa ni wanaume tu, basi wanaweza wakafanya lolote lile wakapunguza lile pato la bepari. Kwa hiyo mabepari wanashawishi zaidi kutoka mwanamke. Na ndio maana pakazalika dhana ya human resource, rasilimali watu. Neno hili ukilitizama ni la kawaida, lakini la kibepari zaidi. Maanake linamtizama mtu kwa mtazamo wa kiuchumi zaidi kuliko kiutu. Yani mtu ni rasilimali inayotakiwa kutumika ili iweze kuzalisha. Kwa hivyo akikaa tu bila kutoka ni hasara. Kwa hivyo lazima atoke ili azalishe. Sasa ni kweli kwamba Uislamu unahimiza watu kuzalisha na kufanya kazi. Lakini kinachokusudiwa na mabepari ni kumtazama mtu zaidi kiuchumi kuliko kiutu. Kwamba asikae idle tu, asikae bure, lazima anyonywe. Lazima atoe jitihada zake katika kuzalisha, ambapo panapozalishwa ukweli halisi wanaofaidika ni wachache. Ni mabepari, na serikali za kibepari mara nyingi zinakuwa kama vile zina mkataba na makubaliano na matajiri kuwanyonya watu wa chini, wanaolipa kodi na mfano wake. Kwa hivyo lazima atoke. Kwa hivyo mabepari wamejitahidi sana kumtoa ndani, kwa sababu yeye ni rasilimali inatakiwa itumike kuweza kuzalisha zaidi. Lakini la pili, yeye mwenyewe ni bidhaa. Yani iligundulika kwamba mwanamke ni kichocheo cha kuongeza uzalishaji. Kwa sababu mwanzoni walipoanza walikuwa wakiweka matangazo ya biashara. Bango linawekwa, mtu anatangaza biashara yake. Ikafikia hadi watu hawajali, wanayapita tu yale mabango, wala hawajali, hawashughuliki sana. Wakaisoma saikolojia ya mwanaume na ushawishi wa mwanamke kwa mwanaume. Wakaona kwamba mwanamke akitumika katika biashara, manake yeye ni bidhaa ambayo itatumika kushawishi uzalishaji na hatimaye, manake biashara kwenda mbele na hatimaye uzalishaji utakuwa ni mkubwa. Kwa hivyo mwanamke akikaa katika biashara ya mtu anaweza kuvutia wateja zaidi katika ile biashara. Sawa sawa picha yake ikiwekwa au yeye mwenyewe akiwepo. Kwa hivyo ikawa kuna dharura sasa ya kumweka mwanamke kwenye mahoteli, mwanamke katika viwanda. Ikaonekana kwamba pakiwepo na jinsia moja tu uchapakazi hakuna, lakini pakiwepo na jinsia mbili panakuwa na uchapakazi zaidi, kwa sababu mwanaume anavutika zaidi mahala ambapo kuna wanawake warembo. Kwa hivyo kama ni kiwandani, ukiwachanganya hawa, kwanza attendance ya wanaume na wanawake itakuwa ni kubwa. Mahudhurio, mtu atahudhurika kwa ushawishi wa kwamba anakutana na wenzake wa jinsia mbalimbali. Kwa hivyo likaonekana hili kwamba lazima atolewe ndani aweze kutumika yeye kama nyenzo itakaosaidia zaidi uzalishaji. Lakini vile vile atumike kama sasa hivi unavyoona katika mandege, hawajali sana mwanaume kuwepo, kinazingatiwa zaidi mwanamke. Tumesema kama katika reception hotelini na sehemu nyingine. Vile vile biashara mbalimbali kama ni magodoro, sabuni, biashara yote ile, akiwekwa mwanamke pale inavutia kidogo. Kwa hivyo kama ni katika TV,
mtu anavutika kutizama zaidi kuliko lao angekuwa ni mwanaume. Kwa hivyo mabepari wamejitahidi kumtoa kwa sababu yeye mwenyewe vile vile ni bidhaa itakayochangia kununuliwa kwa bidhaa nyingine, na zikinunuliwa zaidi maanake uzalishaji utazidi zaidi na pato litazidi zaidi. Tunasema kwamba lazima tumzungumze mwanamke wa sasa hivi kwa misingi hiyo ya kutizama mfumo wa kibepari, kwa sababu ndio uliomfikisha hapa alipofikia mwanamke. Sasa baada ya kuyaona hayo, ni vizuri sasa tutizame baadhi ya nukta zinazoashiria nafasi ya mwanamke ya sasa hivi wa kibepari, lakini na kule anakotaka kufika. Manake mwanamke wa kibepari sasa hivi yuko katika nafasi fulani, lakini si kwamba ameridhika, bado anapambana. Na kuna vyombo vingi sana vya wanawake vilivyoundwa duniani ambavyo vinatumika kuhakikisha mwanamke anafikia mahala fulani, lakini ukweli ni kwamba anafikishwa mahala fulani. Kwa hivyo utaona kuna vyama vya wanawake wanasheria, vyama vya wanawake wanahabari, kuna siku ya wanawake duniani, lakini wanaopanga ni wanaume, walioasisi ni wanaume. Sasa tutaje baadhi ya nukta tu. Dhana ya empowerment of women, kuwawezesha wanawake, kwa hakika lengo ni kumtengeneza mwanamke wa kibepari atakayemhudumia bepari zaidi, atakayetoka zaidi, akaweza kufanya kazi zaidi, uzalishaji ukawa zaidi, bepari akapata zaidi. Kwamba akiendelea kukaa hatoweza kuongeza lile pato la bepari. Kwa hivyo nchi zote duniani zimepewa malengo na zinasifiwa kwamba zikifikia kiwango fulani cha kumpa nafasi mwanamke katika jamii, kama ni katika bunge kuongeza idadi ya wawakilishi wa bunge, au katika mawaziri na mfano wake, rais wa nchi ile anasifiwa kwa sababu anakaribia kufikia yale malengo yalokusudiwa. Kwa hivyo ni malengo ya kimataifa haya yamekusudiwa. Sasa kuna suala la usawa. Usawa ni moja katika ajenda kubwa sana katika kumpigania mwanamke wa sasa hivi. Tutajadili swala hili katika upande wa mtazamo wa Kiislamu, na tutaona tofauti baina ya usawa na uadilifu, kwa sababu usawa si lazima uwe ni uadilifu, bali mara nyingi usawa unakuwa ni dhulma, na Uislamu haupiganii usawa, bali unapigania uadilifu baina mwanaume na mwanamke. Lakini la msingi ni kwamba ulimwengu leo hii unapigania usawa. Usawa katika mambo mengi sana. Usawa katika mirathi, kwa maana ya kwamba mali ya mwanaume akifa, au kama ni baba akifa, basi watoto wale wa kike na wa kiume wapewe sawa. Mwanaume, mume na mke, mali zao kama watatengana wagawane sawa. Usawa katika mambo mengi mengine mnayafahamu nyewe. Kwa ujumla tuseme dhana ya usawa ni moja katika mambo yanayopiganiwa sana. Dhana nyingine ni uhuru, kwamba awe huru. Kwa hiyo mwanamke wa sasa hivi anatakiwa awe huru, huru kuvaa anavyotaka, kuingia na kutoka nyumbani anavyotaka, uhuru katika kila jambo, kama vile ambavyo mwanaume ana uhuru fulani na mwanamke awe na uhuru sawa sawa na mwanaume. Huyu ndio mwanamke wa sasa hivi. Kwa hivyo kama ni mkeo, asiwe ni mtu wa kukuomba ruksa wewe kutoka, bali akupe taarifa juu ya kutoka kama ambavyo wewe unampa taarifa unapotaka kutoka. Kuvaa kwake, awe huru kuvaa anachotaka kama ambavyo wewe uko huru kuvaa unachotaka. Kwa hivyo kujifunika nguo mwanamke anavyojifunika katika jamii ya Kiislamu ni kumdhulumu mwanamke. Mwanamke anatakiwa awe huru, awe free vile anavyotaka yeye, avae anavyotaka. Lakini zaidi ya hilo, uhuru umefikia mahala kwamba ana uhuru vile vile wa kujiuza. Ana uhuru huo, anaweza akaamua
kufanya hilo. Na kwa hakika jambo hili tayari limeshaenea katika nchi za kibepari, linakubalika. Na wengine wanajadili kodi anayotakiwa alipe, kwamba ana mapato fulani anayapata, kwa hivyo anatakiwa alipe kodi. Na huko ndugu zangu ndiko tunapokwenda, kwa sababu tizameni suala la ndoa za jinsia moja. Nchi zetu zimetakiwa zitekeleze swala hilo, lakini kwa kivuli gani? Cha uhuru. Kwamba ulimwengu unaoitwa kwamba umeendelea unazitaka nchi zinazoendelea kwamba ziwape uhuru watu wanaotaka kuoana wakiwa ni jinsia moja. Na wapo katika jamii zetu. Sasa ni wachache ni wengi, hilo ni swala jingine. Kwa sababu suala la ukahaba tayari halina mjadala. Mtu ana uhuru wa kufanya hivyo. Na wengine wamewekea utaratibu hasa wa kuwapima afya zao ili wasiongeze maambukizi. Tatizo ni maambukizi tu, lakini sio ile shughuli yenyewe. Sasa itafikia mahala, na ipo sasa hivi, kwamba ubepari unamfikisha mtu mahala kufikia hadi ya kuhodhi wanawake ili kuwafanyia biashara. Nchi zetu wamo, na nchi zinazoendelea ni siku nyingi mambo haya. Kwamba mtu anakuwa ana danguro, ana nyumba maalumu ambayo anawamiliki mabinti idadi fulani, ikisha yeye ndio mwenye mali. Anafanya biashara ile, anakubaliana yeye, analipwa yeye, ikisha wale wanafanya uchafu ule anawalipa kiasi fulani. Ni kiwanda kama kiwanda kingine. Hii ndio hali tunayoelekea, na imeshastawi katika nchi nyingine za kibepari. Sasa nilikusanya takwimu fulani katika moja ya vyombo vya habari hapa Tanzania tarehe 19 mwezi wa 10. Inazungumza taarifa hiyo, manake ni utafiti uliofanyika, kwamba Tanzania sasa hivi kuna hao mnaowaita machangudoa wako zaidi ya 7,000. Zaidi ya 7,000 Tanzania. Na hawa ni wale ambao umri wao ni zaidi ya miaka 15, yani miaka 15 kwenda juu. Chini ya hapo hawakuwafanyia utafiti. Kwa hivyo wako zaidi ya 7,000. Na utafiti unaonesha kwamba kila mmoja takriban ana wastani wa wateja 3 kwa siku. Wastani wa wateja 3 kwa siku. Kwa hivyo ni kwenye karibu 20,000 huko wanaume kila siku. Wanaume kwa idadi hiyo ni wateja katika kiwanda hicho, katika sekta hiyo. Sasa hali hii si kwamba haijulikani, inafahamika. Mara nyingine kwamba hata wale tunaowatarajia waondoshe hali hiyo ni sehemu katika wateja. Yani wale wanaotarajiwa kwamba watakuwa ni nyenzo ya kuondoa mazingira hayo, kuna ambao wateja. Sasa jambo hili limo duniani kote, linakubalika na si siri, lakini ndio uhuru tunaoambiwa apewe mwanamke. Natizama takwimu katika kitabu cha Imam Ghazali, kitabu ambacho kinaitwa Al-Islamu wat-Taqat al-Mu'attala. Katika kitabu hichi anasema kabla ya vita kuu ya pili, Ufaransa walikuwa na makahaba 500,000. 500,000 maana yake ni 500,000. Na hawatuoneshi kwamba walifanya jitihada yoyote ya kuondosha watu wale. Ni jambo lilokubalika, walikuwa huru kufanya kile wanachokifanya. Na ninasikia kwamba hata humu makwetu sheria iliyokuwepo ni kumkamata mtu mzururaji usiku, lakini haiko wazi kuzungumza kile anachokifanya kwamba hakifai. Sasa Allahu aalam kwa upande wa watu wa sheria. Lakini ilikuwa hali hiyo kwa Ufaransa. Marekani walikuwa baina ya 400,000 na 500,000. Lakini vile vile anataja katika kitabu chake hichi kwamba kuna utaratibu fulani ambao umestawi sana Ufaransa tangu zamani mpaka sasa hivi, unaofahamika kwa jina la Kiarabu at-taayush ath-thulathi. At-taayush ath-thulathi
maana yake ni kule kuishi kwa upendo watu watatu. Lakini watu watatu wenyewe ni nani? Hili ni maarufu sana kule Sweden kwa maelezo ya kitabu cha Ghazali na Ufaransa. Kwa maana ya kwamba anapoishi mume na mke, yule mume ana haki ya kuwa na rafiki mwingine wa kike ambaye anaweza akamleta nyumbani na akaishi naye nyumbani na mke wake akaheshimu hilo. Ndio maana ya kuishi watu watatu kwa upendo na kuvumiliana. Na kwa upande wa mke vile vile, kwamba ana mume lakini anaweza vile vile ana rafiki yake huko kazini, wanafanya kazi pamoja, anaweza akamleta nyumbani na akakaa siku kadhaa, na yule mume akawa ni mvumilivu, kwamba kulalamika sio ustaarabu, kwamba mstaarabu ni yule anaona mambo ya kawaida haya. Na hali hii ipo umma kwetu, kwamba dada yako, ndugu yako akija na boyfriend wake nyumbani, mtu mstaarabu hapambani, apigani na yule boyfriend, anaona ni kawaida. Kwa hivyo kupigana naye kunaonesha wewe ulivyokuwa mshamba, maana si mstaarabu. Haya ni mambo ya kawaida tu. Haya ndiyo mambo ambayo yanatakiwa yawe katika jamii zetu, na muamala wa akhlaki za kimagharibi za kibepari zinazotakiwa ziwemo katika jamii zetu. Kwa hivyo hii at-taayush thulathi ni moja katika utamaduni wa kibepari leo hii, kwamba jambo hili likubalike. Lakini vile vile sasa hivi kinachopiganiwa sasa hivi ni kufa kwa dini na kustawi kwa jamii za kisekula. Jamii za kisekula ni jamii ambazo zinakanusha dini. Kwa hivyo mkifanya utafiti mtagundua kwamba wanawake wengi sasa hivi hawapendi kuolewa. Wale ambao ni wa kisasa, wanawake ambao wanaonekana wa kisasa, wanachokitaka wao ni kufikia mahala anaweza kumchagua mwanaume wa kupata naye mtoto, japo mtoto mmoja tu. Yani anaweza akachagua yeye mwanaume fulani wa kuzaa naye tu, ikisha baada ya pale tena hana hadithi na yeye. Haya ni katika mazingira yanayojengwa. Lakini vile vile ndoa kuzingatiwa kwamba ni mkataba tu wa kawaida kama vile biashara yoyote ile. Mnaandikishana, mnakubaliana mambo fulani fulani, alafu pia baada ya hapo mtu mnaweza mkavunja mkataba wenu. Ndio, ndoa ni mkataba kweli. Hata ndoa ya Kiislamu ni mkataba. Lakini si mkataba kama mikataba mingine. Ni mkataba tofauti ambao una lengo la kujenga jamii, kuziunganisha familia mbalimbali na hatimaye kujenga jamii. Sasa ndoa imekuwa ni sampuli hiyo ambayo haijengi jamii wala haiunganishi ndugu, bali ni moja katika njia tu za kushibisha zile haja za kijinsia, alafu kila mtu lakum dinukum waliyadini, awe huru na mambo yake. Kwa hivyo ndoa ambayo imelengwa kwamba ijenge jamii, sasa hivi ndoa haina sura ya kutengeneza na kuijenga jamii, bali ina sura tu ya kutekeleza zile haja za kijinsia na iishie hapo. Vyama vya wanawake, miongoni mwa vyama hivyo Tanzania hapa sasa hivi vinapigania kuondosha mahari. Kama mnasikiliza vyombo vya habari, mtawasikia baadhi ya wapiganiaji haki za wanawake wanasema kwamba mahari ni moja katika njia zinazotumika mwanaume kumdhalilisha mwanamke. Manake tafsiri yao ni kwamba unapomwamrisha mkeo akawa yeye ni mtawaliwa, natumia lugha hii, na wewe ndio mtawala. Kiislamu tunasema wewe ni kiongozi na yeye ni mwenye kuongozwa katika familia. Kiburi cha haya yote ni kutokana na mahari. Sasa tukiondosha mahari tutaleta usawa. Kwa hivyo wanapigania kuondosha mahari. Japokuwa tutaielezea mahari sisi Kiislamu kwamba mahari maana yake ni nini katika Uislamu. Kwa hivyo hili vile vile linapiganiwa na mwanamke wa sasa. Mengine ni kama tuliwazungumza uhuru wa kutoka katika nyumba yake. Lakini zaidi ya hapo, mwanamke wa sasa hivi kama tunavyomuona, mbali ya kuwa ni bidhaa, yeye mwenyewe ni bidhaa,
lakini nafasi aliyowekwa si heshima bali ni kumdhalilisha. Yani yale ambayo wanawake wanapigania kwamba wafikishwe katika mambo hayo si kwa ajili ya kuheshimiwa bali kudhalilishwa. Yani ni kumfanya mwanamke ni chombo cha starehe. Kwa mfano mashindano ya warembo ambapo ni jambo la kimataifa na ni moja katika fashion, na mara nyingi sana tunaona vile vile mabinti wa Kiislamu ni miongoni mwa wanaoshiriki. Na waulizeni swali, je, tumeshawahi kuona mashindano ya warembo wa kiume? Je, wanaume hawavutii wanawake? Kwa nini mwanaume asiwekwe na yeye katika nafasi hiyo? Hii ni kwa sababu mwanamke amechukuliwa kama ni chombo cha kuburudisha, cha starehe. Watu wanaweza wakakaa wakaanza kujadiliana juu ya uzuri wa mwanamke, na hatimaye mwanamke akapitishwa uchi, watu wakaangalia, wakashabikia, wakapiga makofi, na yeye akaburudika kwamba amekuwa ni mwanamke bora. Nasema kwamba kwa ujumla tukihitajia kuzungumza kwa kirefu juu ya mwanamke katika jamii hii ya kibepari, kuna mengi sana ya kuzungumzwa, mifano mingi mnayo nyinyi. Lakini kwa mukhtasara narudia kusema kwamba tukitaka kumfahamu mwanamke katika jamii tulokuwa nayo ya leo, lazima tuufahamu vyema mfumo wa kibepari unataka nini. Nao ndio uliomtoa mwanamke na kumpokonya majukumu yake na kumtoa hadharani katika jamii hivyo ambavyo anaonekana. Na kusudia katika darasa ijayo insha Allah, kabla ya kumzungumzia mwanamke katika Uislamu ambapo tutakuwa na mazungumzo marefu, tudokeze kidogo kuhusu mwanamke katika jamii ya kikomunisti. Kwamba ukomunisti ni mfumo katika mifumo ambayo inalenga kunadhimu na kuratibu maisha ya binadamu, na yenyewe vile vile imempa nafasi mwanamke, ina muamala fulani na mwanamke. Na nitalidokeza ili kwa sababu moja, kwa sababu ukomunisti ulionekana kwamba umekuja kumkomboa binadamu kutokana na dhulma ya ubepari. Kwa hivyo wenyewe makomunisti ni watu waliosimama kuonesha kwamba ubepari unadhulumu, si tu kumdhulumu mwanamke bali binadamu kwa ujumla. Kwa hivyo ulijitokeza kama vile ndio utatuzi wa matatizo yaliyosababishwa na mfumo wa kibepari. Kwa hivyo tutizame kwamba ulimtetea vipi mwanamke. Baada ya hapo ndipo tutakapoweza insha Allah kuzungumzia kwa kirefu mwanamke katika jamii ya Kiislamu. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu Naam bwana, kama kuna swali lolote katika haya tuliyozungumza. Naam. 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 Mzembe.
sawa. Sasa upande mwingine kuna labda kuhakikisha kwamba kazi ambayo au majukumu ambayo anayopata yanaelezwa kwa nidhamu kwa kazi. Naam. Kwa upande mwingine alikuwa na fikra tofauti, lakini hiyo inataka kuweke wazi. Naam. Na mabwana, ndio maana nikadokeza nikasema hivi, Uislamu kimsingi unahimiza juu ya kufanya kazi. Kwa maana kwamba watu wanahimizwa wafanye kazi. Ni sehemu katika ibada mtu kufanya kazi. Na kusema rasilimali watu, kwamba watu ni rasilimali, wanatakiwa wazalishe, kimsingi ni kalimatu haki. Ni maneno ya haki kabisa. Lakini kama alivyosema Imam Ali, yuradu biha batil. Makusudio ya mabepari ni kumfanya binadamu kama, tuseme ni kama vile bidhaa yoyote ile. Kwa maana kwamba unapotizama, unapofanya mathalan sensa ya watu, ukasema tuna watu milioni 30, unatizama tuna nguvu kazi milioni 30, ina maana kwamba tuna wazalishaji milioni 30. Lazima utilize, yani tuhakikishe kwamba tuna wafanya wazalishe. Lakini suala la msingi linalofuata, wanapozalisha anayefaidika sana nani? Ndio hapo tulikuwa tunalenga kwamba dunia vile ilivyokuwa kwa kutawaliwa na ubepari, mara nyingi sana wale watu ambao wamewekeza katika rasilimali kubwa kubwa, maana yake wanaohodhi rasilimali, wana viwanda, wana nini, wale ndio wanyonyaji wakubwa wa nguvu kazi za watu. Yani mara nyingi hawamlipi malipo yanayotosha kuishi maisha ya kawaida. Na wanaposema watu lazima wafanye kazi, ni kama wakoloni walipokuja, wakoloni mabepari, asiyefanya kazi na asile, na kuhimiza watu wafanye kazi sana, kwa sababu wakifanya kazi sana wao wanapata sana, lakini watakachomlipa hakilingani sana na ile kazi yake. Kwa hiyo tunasema kwamba ni maneno ya kweli na Uislamu unahimiza, lakini ikiwa ni katika mfumo wa kibepari, anayefaidika ni tabaka la watu wachache zaidi kuliko watu wengine. Ule ugawanyaji wa mali hauko sawa sawa katika jamii ya kibepari. Na wajamaa walipokuja makomunisti wakasema, sasa sisi kwa sababu kuna unyonyaji hapa, tabaka la wafanyakazi linanyonywa na tabaka la mabepari wale, mabourgeoisie, sisi tunataka kuweka usawa kwamba mtu akifanya kazi alipwe kutokana na mahitaji yake. Na wao vile vile walifanya dhulma yao ambayo tutaigusia inshallah katika nani. Kwa hiyo mimi nasema kwa mukhtasari kwamba ni kweli Uislamu unahimiza kufanya kazi, na hiyo dhana ni ya kweli, lakini ukweli kabisa katika mfumo wa kibepari wanaofaidika ni watu wachache zaidi ambao wananyonya watu wengi. Mgawanyo wa mali na mapato ni mdogo sana kwa watu ambao ni wafanyakazi, na watu matajiri wanapata zaidi. Kwa hivyo wanapohimizwa kufanya kazi zaidi ni kuongeza pato la mabepari zaidi. Naam. Naam, inshallah. Naam. Naam. Na pia tunaweza kuzungumzia pia katika uhuru ambao kiasi gani kwa uhuru kunamkia katika jamii ya Kiislamu. Naam. Sasa hivi tunazungumzia mfano mmoja hii ya fashion show au hii. Naam. Mashindano ya urembo. Ya urembo nini au kuna ya urembo na kuna ile ya fashion design, mavazi. Urembo kuna kitu kingine, mavazi pia kitu kingine. Anakuja na anakuvalia mavazi ya kisasa yale ndio na asili nini, unaangalia mavazi yale ni sawa. Sasa hivi pia katika Uislamu imetokeza kama tukomsikia, na hiyo pia mavazi ambayo mwanamke anavaa kama ya Kiislamu, lakini hii pia katika sheria mfano unasema tunaweka kuonesha hijab mbalimbali za wanawake ya aina mbalimbali. Hii Afrika katika Islam watatembea wanavaa hijab. Wapo
wako na hijabu yao. Je, haivuti? Sawa sawa. Of course kama ni hijabu, wavaaji hijabu ni wanawake. Na kama ni wanawake na yale maonesho yanafanyika baina ya wanawake tu wanatizama, hakuna mushkila. Hakuna mushkila. Haina mushkila. Bila shaka. Kwa hivyo lenyewe lile tendo si haramu ila likiwa litaruka ile mipaka ya Kiislamu. Pana wanaume wanawatizama wale wanawake, hawatutizama tu mavazi kwamba wamependeza vazi lile nzuri, lakini watavutiwa zaidi ya pale. Kwa hivyo ile tayari ni haramu. Lakini kama ni wanawake peke yao hakuna mushkil. Hata ikiwa si hijabu. Lakini ni wanawake peke yao, si mambo ya kutoa katika TV. Hiyo haina mushkil. Na bwana, sikio tumalize darasa. Salawat.